Matokeo sio kitu pekee ambacho kimesababisha Enzo Maresca kufukuzwa Chelsea. Enzo Maresca, kama unavyojua, Enzo Maresca ameachana na klabu ya Chelsea jana katika siku ya mwaka mpya, ambapo amedumu katika timu hiyo kwa muda wa miezi 18. Wengi wameshtuka kwa nini Enzo Maresca amefukuzwa baada ya kuisaidia timu hiyo kufanya vizuri katika msimu uliopita, akichukua ubingwa wa klabu bingwa dunia akifunga PSG, akichukua ubingwa wa UEFA Conference League na pia akaiwezesha Chelsea kufuzu katika michuano ya Champions League msimu huu. Washabiki wa soka wameshangaa, lakini kwa shabiki wa Chelsea haikuwa habari mbaya kwa sababu ya mfululizo wa matokeo mabaya ambayo amekuwa nayo Enzo Maresca. Katika mechi 7 zilizopita za Premier League ameshinda mechi moja tu, kwa hiyo haikuwa habari ya kusikitisha kwao, ilikuwa ni kuanza mwaka vizuri kwa sababu ya matokeo hayo. Lakini matokeo sio kitu pekee ambacho kimesababisha Enzo Maresca kufukuzwa Chelsea. Enzo Maresca amekuwa na migogoro mingi na viongozi wa klabu ya Chelsea tokea mwanzoni mwa msimu. Kama unakumbuka, mwanzoni wa msimu beki wa Chelsea, beki wa kati Levi Colwill aliumia goti lake na kwenda kufanyiwa upasuaji. Baada ya kuumia, Enzo Maresca akafuata uongozi wa timu ya Chelsea kwamba anahitaji kusajili central defender, lakini viongozi wa Chelsea wakasema hawezi kusajili central defender kwa sababu tuna mtoto kutoka academy Josh Archimpong, tukileta central defender yeye ataomba kuondoka, kwa hiyo utamtumia huyu. Kitu hicho hakikumfurahisha Enzo Maresca. Kwa hiyo uhusiano wake na uongozi haukuwa mzuri kwa sababu yeye aliamini anahitaji mchezaji mwingine ambaye ana experience zaidi kuliko kuchukua mtoto wa academy. Mgogoro mwingine wa Enzo Maresca na uongozi wa timu hiyo, kama nakumbuka kwenye game dhidi ya Everton ambao alishinda 2-0 Chelsea. Baada ya ushindi huo, Enzo Maresca katika press conference akasema 7 na 8 zilizopita nilikuwa ni saa mbaya zaidi katika maisha yangu katika klabu hiyo, kwa sababu watu wengi katika klabu walikuwa hawatusapoti. Kitu hicho kiliwaudhi viongozi wa Chelsea, wakiamini kwamba jambo hilo alikupaswa kuongelea kwenye media, angeliongea ndani ya timu na sio kwenda kuitoa kwenye media. Kwa hiyo migogoro ikawa inakuwa siku mpaka siku. Kitu kingine kinaeleza kwamba Enzo Maresca alikuwa hana uhusiano mzuri na medical team ya klabu ya Chelsea, kwa sababu medical team ya Chelsea inafanya kazi kwa kujitegemea, yenyewe ndio ina final say dhidi ya wachezaji ambao wako injury, warudi lini na wakirudi wacheze kwa minutes ngapi. Kitu hicho hakikumpendeza Enzo Maresca, akiamini kwamba yeye kama kocha anatakiwa kuwa na final say na sio medical team. Sasa kwa upande wa uongozi ulikuwa unaipa backup ile medical team kwamba yenyewe ndio inatakiwa kuwa na final say, huko Enzo Maresca akiamini kwamba yeye ndio anatakiwa na final say. Kitu hicho kikawa kinamkwaza Enzo Maresca na hivyo migogoro kuwa inaendelea, kwa sababu mchezaji kama Reece James na Cole Palmer wakiwa wanarudi kutoka majeruhi walikuwa wakipangiwa minutes za kucheza, kitu ambacho Enzo Maresca alikuwa hakubaliani nacho kwa sababu yeye ndio kocha mkuu, alikuwa anataka awe anapanga kila kitu. Mgogoro mwingine kati ya Enzo Maresca na uongozi wa klabu ilikuwa ni kutotii taratibu za timu. Kuna kipindi Enzo Maresca alikuwa anataka kuchapisha kitabu chake, klabu ikamzuia. Na kuna kipindi hivi karibuni alihudhuria tamasha moja la gazeti la Gazzetta dello Sport la nchini Italia bila ruhusa ya klabu, na akaenda kuzungumza katika tamasha hilo, kitu ambacho uongozi wa klabu haukubaliana nacho kwa sababu ilitakiwa aombe ruhusa kabla hajaenda huko. Mgogoro mwingine kati ya Enzo Maresca na uongozi wa klabu ya Chelsea ni kitendo chake cha kwenda kuzungumza mazungumzo ya kazi na vilabu vingine. Alienda kuzungumza na klabu ya Juventus na mwezi Oktoba na mwezi Disemba alienda kuzungumza na klabu ya Man City kuhusu kwenda kuchukua nafasi ya Pep Guardiola. Licha kwamba aliomba ruhusa katika timu hiyo, lakini uongozi wa klabu ya Chelsea uliona kama ni kitu sio kizuri kwa sababu atakuwa na distract maendeleo yake katika klabu ya Chelsea, na hivyo hatakuwa na concentration nzuri kwa sababu anatazamia kwenda kufanya kazi sehemu nyingine. Hiko ni moja ya kitu ambacho uongozi ikawa haipendezi nacho kuhusu kocha huyo wa Italia, na inaelezwa kwamba kuna sehemu ambazo ilitakiwa avae nguo za klabu, zile tracksuit za klabu, ila Enzo Maresca akawa anakataa na vaa nguo zake. Kwa hiyo kuna migogoro mingi midogo na mikubwa ambayo ilikuwa inaendelea katika behind the scene kati ya Enzo Maresca na uongozi wa timu ya Chelsea, kitu ambacho kimepelekea yeye kuondolewa katika timu hiyo, ukijumuisha na matokeo mabaya ambayo amekuwa ameyapata hivi karibuni.